Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye ufunguzi wa dirisha dogo la usajili mwezi wa kwanza. Bwana, baada ya kuwa tunawazungumza baadhi ya nyota ambao wanahitajika na vilabu mbalimbali, bwana, tukawatazame nyota ambao tetesi zinaeleza kwamba anakwenda kumaliza mikataba yao kwenye vilabu vyao, na hapa tunakwenda kuvitazama vilabu vya Azam, Simba na Yanga. Bwana, kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuna nyota ambao wanatajwa kwamba wanakwenda kumaliza mikataba yao, na mikataba yao mingine imebaki ya miezi 6. Kwa hiyo wako mbioni kutamatisha mikataba yao ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo kama Simba pengine wataona kwamba kuna umuhimu wa kumongezea mkataba mchezaji kutokana na umuhimu wake ama na kiwango chake ambacho amekionyesha, bwana, wataweza kumongezea. Lakini miongoni mwa nyota ambao wanakwenda kumaliza mikataba, bwana, Jean Charles Ahoua anazungumzwa kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanakwenda kumaliza mkataba wao ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na kumekuwa kuna tetesi nyingi sana juu ya Jean Charles Ahoua. Raja Casablanca ya Fadlu Davis ikitajwa kuhitaji huduma ya mchezaji huyo, lakini Yanga pia wamekuwa kihusishwa na kuhitaji huduma ya Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kutokana na tetesi kueleza kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao anakwenda kutamatisha mkataba wake ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, bwana, tetesi zimekuwa zikimhusisha kwamba huenda kaondoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Morris Abraham yeye pia anatajwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanakwenda kumaliza mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kumekuwa kuna taarifa nyingi sana juu ya mkataba wa Morris Abraham, tetesi zikieleza kwamba wakati anajiunga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba alisaini mkataba wa miezi 6, lakini tetesi zingine zikizungumza kwamba alisaini mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo ni moja pia kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba wanakwenda kumaliza mikataba msimu huu ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na yeye pia amekuwa kihusishwa na klabu ya Yanga kwamba Yanga wameonyesha nia ya kumhitaji Morris Abraham, moja kati ya tetesi ambayo pia ipo. Lakini Steven Mkwala Dese, mshambuliaji wa klabu ya Simba, raia wa Uganda, pia ni moja kati ya washambuliaji ambao wanahusishwa kwenda kumaliza mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo naye pia ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa. Joshua Mutale naye pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa wanakwenda kumaliza mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Naye pia amekuwa mkihusishwa pia na APR kutoka pale Rwanda, lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao amekuwa kitajwa kwamba huenda akapisha usajili wa Ruiz Miquissone kutoka UD Songo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya mchezaji ambaye anahusishwa kumaliza mkataba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Muzamiru Yasini pia naye pia ni moja kati ya mchezaji ambaye anatajwa kwamba anakwenda kumaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba msimu huu, na ni moja kati ya nyota ambaye ameendelea kutajwa na Mbeya City kwamba Mbeya City wanahitaji huduma ya Muzamiru Yasini. Kwa hiyo hao ni nyota watano wa Simba ambao tetesi zinaeleza kwamba wanakwenda kumaliza mikataba yao ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kama Simba wataona kwamba kuna nyota ambaye pengine bado wanamhitaji, basi watamuongezea mkataba, lakini tetesi zinaeleza hivyo kwamba hao ni miongoni mwa nyota ambao wanakwenda kumaliza mikataba yao ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa tukawatazame Yanga, nao pia wameendelea kuhusishwa kwamba kuna baadhi ya nyota ambao wanakwenda kumaliza mikataba yao msimu huu. Sasa moja kati ya nyota ambao anatajwa kwamba anakwenda kumaliza mkataba wake msimu huu ni pamoja na Shuaboy, Abubakari Salum Shuaboy, ambaye tetesi zinaeleza kwamba yeye amebakiza mkataba wa miezi 6 tu. Kwa hiyo msimu huu anakwenda kutamatisha mkataba wake. Lakini Kibwana Shomari pia naye ni moja kati ya nyota ambao anatajwa kwamba mkataba wake unakwenda kutamatika msimu huu. Lakini Ohmeni Abubakari pia naye ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kwamba mkataba wake unakwenda kutamatika msimu huu, naye pia
tetesi zinaeleza kwamba amebakiza mkataba wa miezi 6, na Homeni Abubakari ni moja kati ya nyota ambao amekuwa akihusishwa kujiunga na klabu ya Pamba Jiji ya Mwanza, wakati Yanga pia nao wakihusishwa kumhitaji Yona Amos, golikipa nambari 1 wa klabu ya Pamba Jiji. Lakini Faridi Musa pia naye pia ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa anakwenda kumaliza mkataba wake msimu huu, naye pia taarifa zinaeleza kwamba amebakiza mkataba wa miezi 6, lakini ni moja pia kati ya nyota ambaye amekuwa akihusishwa na kujiunga na Mbeya City pamoja na JKT Tanzania. Ni miongoni mwa vilabu ambavyo tetesi zinaeleza kwamba vinamhitaji Farid Musa Malik. Kwa hiyo kutokana na kubakiza mkataba wa miezi 6 huenda pengine wakafanikiwa, lakini kama Yanga wataona bado anawafaa, basi huenda wakamwongezea mkataba. Chadra Kiboka naye pia ni moja kati ya nyota ambao wanatajwa kwamba mkataba wake unakwenda kumalizika, na tetezi zinaweza kwamba mkataba wake mbakiwa wa miezi 6. Sasa kwa upande wa klabu ya Azam FC nao pia wameendelea kutajwa kwamba kuna baadhi ya nyota ambao wanakwenda kumaliza mikataba yao msimu huu. Moja kati ya nyota ambaye anatajwa ni Adolf Mtasingwa, moja kati ya nyota ambaye kiwango bora kabisa alichokionyesha kabla hajapata majeraha, anatajwa kwamba ni moja kati ya nyota ambao anakwenda kumaliza mkataba wake. James Akamiko, moja kati ya kiungo mkabaji kwa namba kwa maana ya namba 6, naye pia anatajwa kwamba mkataba wake unakwenda kuelekea ukingoni, lakini ni moja kati ya nyota ambao ameendelea kutajwa kwamba huenda kajiunga na klabu ya Yanga kutokana na tetesi ambazo zimeendelea kuizungumza klabu ya Yanga kumhitaji James Akamiko kwa ajili ya kuimarisha lile eneo la katikati. Lakini Abdul Suleiman Sop yeye pia anatajwa kumaliza mkataba ndani ya klabu ya Azam, naye pia ni moja kati ya nyota ambao wameendelea, tetesi zimeendelea kuwazungumza kwamba huenda wakamaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Azam. Kwa hiyo hao ni baadhi ya nyota wa Yanga, Azam na Simba ambao wanatajwa kwamba mikataba yao inakwenda kuelekea ukingoni. Kwa hiyo kama kuna baadhi ya vilabu pengine vinahitaji huduma zao, basi huenda ikawa ni rahisi kutokana na mikataba yao kuelekea ukingoni. Lakini kama vilabu vya Simba, Yanga, Azam vitaona pengine hao nyota ambao wanazungumzwa kwamba mikataba yao inakwenda kuishia ukingoni, kama wanaona kuna baadhi ya nyota ambao bado wanawahitaji, basi huenda taarifa zikatoka kwamba mchezaji fulani ameongezewa mkataba, mchezaji fulani amesaini mkataba mpya. Kwa hiyo tusubiri kuona, lakini tetesi zinaeleza kwamba nyota hao ambao nimewataja wanatajwa kwamba mikataba yao inaelekea ukingoni, na tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye dirisha dogo la usajili ambalo linafunguliwa tarehe 1. Kwa hiyo tusubiri na kuona hawa nyota ambao wameendelea kutajwa kumaliza mikataba, lakini pia baadhi ya vilabu ambavyo wameendelea kuwahusisha kuwahitaji, tutafahamu mbivu na mbichi kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ama tetesi ambazo nimeona ni usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.